Yes, bana, hii ni The Golden Boot ya Anuari TV na leo hii tunatazamika kutokea makao makuu ya klabu ya Young Africans Jangwani, mahali ambapo tunafahamu kwamba uchaguzi mkuu wa klabu hii kongwe nchini ambayo ilianzishwa mwaka 1935 unakwenda kufanyika tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ni uchaguzi ambao umekuwa hauna purukushani nyingi kwa sababu ni uchaguzi ambao umetokea katika kipindi ambacho bado msimu wa ligi ulikuwa bado haujatamatika. Kwa hiyo kwa sasa hatua ambayo imefikia ni majina ya wagombea ambao wania nafasi mbalimbali za uongozi ndani ya Yanga kuwekwa wazi ama hadharani na mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi wa Yanga kwa mwaka wa 2026, wakili msomi Malangwe Mchungahela. Wakili msomi ndo mwenyekiti wa uchaguzi wa Young Africans kwa mwaka huu wa 2026. Kumbuka kwamba viongozi walipo madarakani kwa sasa hivi wa Young Africans kipindi chao cha muda wa uongozi wa miaka 4 kinafikia tamati mwezi Julai mwaka huu wa 2026, kwa sababu waliingia katika uongozi mwaka 2022. Walichaguliwa rais wa Yanga Engineer Hersi Said pamoja na makamu wake Arafat Haji Ali. Kwa hiyo majina ya uchaguzi tayari yapo hadharani kama ambavyo nimekutajia, na nikufahamishe tu kwamba mchakato huu wa uchaguzi ulitangazwa rasmi tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2026 na mwenyekiti wa uchaguzi wa Young Africans Malangwe Mchungahela. Na baada ya kutangaza uchaguzi mkuu wa Young Africans tarehe hiyo 24, tarehe 25 mpaka tarehe 26 mpaka tarehe 29 ilikuwa ni kipindi cha kuchukua fomu na kurejesha fomu. Tukashuhudia wazee wa Young Africans wakimchukulia fomu ya uraisi rais wa sasa Engineer Hersi Said pamoja na makamu mwenyekiti wake Arafat Haji Ali, lakini baadaye tukashuhudia pia wanachama wengine wa Young Africans wakijitokeza kuchukua fomu za kugombea nafasi ya ujumbe katika kamati tendaji ya Young Africans. Miongoni mwa watu ambao wamechukua fomu hizo ni mtoto wa mwenyekiti wa zamani wa Young Africans anaitwa Mshindo Hamza Msola. Ni mtoto wake huyu, amechukua fomu ya kugombea nafasi ya ujumbe. Lakini pia yupo mwanahabari nguli katika nyanja ya kimichezo, mwanadada Priska Josephat Kishamba, naye ni mwanachama wa Young Africans. Kama wengi mlikuwa hamfahamu, ni mwanachama wa Young Africans na ametumia haki yake ya kikatiba kuchukua fomu ya kugombea nafasi ya ujumbe katika kamati tendaji ile ya Young Africans. Lakini jina ambalo limezua gumzo mtandaoni na kuzua taharuki baada ya watu kuliona katika nafasi zile za wagombea wa nafasi za uchaguzi wa Young Africans ni jina la mtu ambaye anagombea nafasi ya ujumbe katika kamati ya utendaji ya Young Africans. Huyu jamaa anaitwa Issa Ali Mangungu. Issa Ali Mangungu, hatujui kama ana undugu na mwenyekiti wa Simba kwa upande wa wanachama Murtaza Mangungu. Watu wengi wamekuwa wakipata mgagasiko. Je, huyu ni ndugu yake? Na kama ni ndugu yake, na kwa vipi huyu Issa Ali Mangungu anachukua fomu ya kugombea nafasi ya ujumbe wa kamati ya utendaji ya Young Africans? Lakini kama ni mwanachama wa Young Africans na amehakikiwa ana haki ya katiba ya kuchukua fomu kugombea nafasi yoyote ile ya uongozi katika klabu ya Young Africans. Kumbuka kwamba baada ya majina hayo ama orodha hiyo ya wagombea kuwekwa hadharani, ni kufahamishe tu hiyo ni orodha ya awali kwa sababu hawa jamaa wamepitishwa ni majina ya awali, kwa sababu baadaye kuna mapingamizi yataenda kwenye kamati ya uchaguzi chini ya mwenyekiti ambaye nimekutajia hapo, mwenyekiti wa uchaguzi wa Young Africans Malangwe Mchungahela. Kuna rufaa, watu watakata rufaa hapo ambao wameona hakuna haki imeyotendeka, kwa sababu tunafahamu kwamba kwenye nafasi ya urais fomu ambayo imechukuliwa ambayo
jina ambalo limetoka katika nafasi ya urais ni jina moja. Jina ambalo limetoka katika nafasi ya makamu wa urais ni jina moja la Arafat Haji na rais wake Engineer Hersi. Lakini tunafahamu kwamba mchakato wa fomu za uchaguzi wa urais, kuna mwanachama wa Yanga anaitwa Zahoro Matelefoni. Tulimuona naye anachukua fomu ya ugombea urais wa Young Africans. Tunataka tufahamu nini ambacho kimeendelea behind the scene mpaka Zahoro Matelefoni jina lake limekatwa. Kwa hiyo tunategemea kuna rufaa zitaingia hapo kati, tutajua nini ambacho kimetokea mpaka nafasi ya urais na makamu wa rais igombewe na mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo kuna muda mapingamizi, kuna muda wa rufaa ambao utakwenda kati ya kipindi hichi cha mwezi huu wa 6 wa 7 mpaka wakati wa uchaguzi ambao nimekutajia awali. Uchaguzi wa Young Africans utafanyika tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka huu wa 2026. Ni nini wagombea hawa watakuja pia kutuambia, wagombea wa nafasi ya uongozi wa Young Africans, kwa sababu tunafahamu katika kipindi cha miaka 4 cha uongozi wa Rais Engineer Hersi Said wa Young Africans kuna ahadi nyingi ambazo ziliahidiwa na uongozi huu. Zipo ambazo zimetimizika, zipo ambazo ahadi hazijatekelezeka, ikiwemo ahadi ya kuijengea Young African uwanja katika kipindi chake cha uongozi wa awamu ya kwanza wa miaka 4. Je, ataahidi nini tena Engineer Hersi Said katika kipindi chake cha uongozi wa awamu ya pili, kipindi cha miaka 4 kuanzia mwaka huu 2026 mpaka mwaka 2030? Tusubiri tuone ni nini ambacho kitatokea. Tutaendelea kukupa updates za kile ambacho kinaendelea kwenye uchaguzi wa Young Africans kutokea makao makuu ya Young Africans. Lakini for now tuweke nukta hapo. Kitakachotokea kama nilivyokuambia nitaendelea kufahamisha. Jina langu mimi ni Shabel Daniel na nyuma ya kamera ni Ashraf Musa. Endelea kufuatilia vipindi vyetu mbalimbali kutokea hapa Anuari TV, na hii ilikuwa ni The Golden Boot.